Ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala katika Qur'an anaendelea kutuambia, asema ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Hivi hawa ndo wanagawanya rehema ya Mola wako? Nahnu qasamna bainahum. Hii aya tukiifahamu vizuri, hatutausudiana, hatutachukiana, hatutafanyiana vitimbi, hatutafanyiana njama, hatutafanyiana irjaf, propaganda na uzushi. Allah sema qasamna, past tense, tushagawanya. Haugawanyiwi leo, ishagawanywa kitambo. Haugawanyiwi sasa, ishagawanywa kitambo. Kitu ambacho kwamba kishafanyika, mbona unajisumbua tena wewe? Uende mbio fulani aharibikiwe, uende mbio fulani afeli, uende mbio fulani asifaulu. Mara nyingi tunawashukuru wanaotuharibia kwa sababu wao ndo chanzo cha sisi kufanikiwa. Tunawapatia pongezi, tunawashukuru wanaotuharibia, na ingekuwa tunawajua tungewapa zawadi, kwa sababu wao ndo chanzo cha sisi kufanikiwa. Yusuf angeenda akawa gavana wa Misri kama si ndugu zake kwenda mbio kumharibia? Wamemtupa kwa kisima, wamemuuza kama mtumwa, amefungwa gerezani, mwisho akawa gavana wa Misri. Kwa hiyo mtu akienda mbio kukuharibia, mpatie zawadi, kwa sababu yeye ndo anakutengezea. Na mimi nawaambieni vijana wenzangu, wallahi, mwingine kukosa haiwi ni sababu ya wewe kupata. Mwingine kukosa riziki haiwi ni sababu ya wewe kupata riziki. Mwingine kukosa cheo haiwi ni sababu ya wewe kupata cheo. Mwingine kuhuzunika haiwi ni sababu ya wewe kufurahika. Mwingine kuharibikiwa haiwi ni sababu ya wewe kufaulu. Ili upate kufaulu, nenda mbio mwingine afaulu, na Allah atafanya mambo yako yafaulu. Ili upate wepesi, nenda mbio kuwafanyia watu wepesi, na wewe Allah atakufanyia wepesi. Lakini kwenda mbio kumharibia mtu si sababu ya kufanikiwa katika maisha. MBTV, dira ya maisha yako.